Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Damson Samuel Kasote. Mimi ni mtangazaji wako wa Nonji TV na leo niko mahali hapa na mibaraka mikubwa sana. Nipo na furahi kwa sababu niko nyumbani mwa Bwana. Mimi nitakuletea habari njema siku ya leo, lakini jambo kubwa, niko na mtumishi, niko na mchungaji, niko na askofu, niko na mwalimu. Huyu ana sifa zote ambazo anastahili kupewa kutokana na kitu ambacho kikubwa Mungu amekiweka ndani yake. Aisee, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Aisee, watazamaji wa Nonji TV wanatamani kujua kwa majina unaitwa nani aisee? Mimi kwa majina naitwa Askofu Ambokile Compound Mamlango. Mamlango. Sawa sawa, askofu? Ndio, Askofu Compound Mamlango, ni askofu wa kanisa la Faith Alive hapa Kinyerezi. Okay, sawa. Tuko na mtumishi wa Mungu huyu askofu. Kwa kweli mimi nimefurahi sana, nimebarikiwa sana kuwepo mahali hapa, lakini kabla ya yote natamani kujua kwa nini kanisa lake limeitwa Faith Alive Church. Unaweza kutuambia maana yake ni nini? Ni kanisa la imani iliyo hai. Maana makanisa mengine ni majina tu yanaitwa Pentecoste, ilishakufa. Sasa sisi tunalisimika kanisa hili kwenye misingi ya imani hai. Tumuone Mungu akiponya, Mungu akisema, na ndio maana tunaita Faith Alive, kwa maana ni kanisa lenye imani inayoishi. Kanisa lenye imani inayoishi. Mimi nimebarikiwa sana kwa sababu nilishuhudia mahubiri ya huyu askofu. Kwa kweli ni mtumishi ambaye anajua sana kulifundisha neno. Na kitu nilichojifunza siku ya leo ni kutoka na kwenda kueneza injili kuliko kukaa makanisani. Ni bora kuwafikia watu. Huu ni ujumbe ambao nimeipata kutoka kwa askofu huyu. Tuendelee bwana. Sasa watazamaji wanatamani kujua utumishi wako ulianza lini bwana? Kuanza kwa kanisa hili la Faith Alive? Kuanza kwa kanisa la Faith Alive Church. Ilianza lini? Nilianza huko tulianzia Yombo Vituka, wilaya ya Temeke, pale mwisho wa lami. Yombo Vituka. Kwa kweli Yombo napafahamu ese. Tulianza mwaka gani bwana pale Yombo Vituka huduma hii ya Faith Alive Church? Tulianza mwaka 2013 tulianzia kule, wakati nimetoka Mbeya. Mimi ni mwenyeji wa Mbeya. Basi Mungu akanituma kuja Dar es Salaam. Nilifikia maeneo ya Yombo Vituka huko mwisho wa lami, jana shule ile wanaita Tilavi. Tilavi. Yes. Kwa kweli mimi napafahamu Yombo, sijui kama naona pafahamu, lakini kwa sasa kanisa hili lipo mahali huku. Sijajua panaitwaje. Huku panaitwaje? Huku kunaitwa Kinyerezi kwa Limbanga, mtawa kwa Limbanga. Kinyerezi kwa Limbanga. Jana mitambo ya Songas. Hapa Songas kweli ni umeme ule wa gesi uliotoka Mtwara, kituo chake hapa panaitwa Songas. Sasa natamani watu wajue kwanza namna ya kufika hapa kanisani kabla tujaendelea. Mtu akitaka kufika kanisani kwako anatakiwa aje, afikaje hapa kanisani? Wote ambao wanatoka mjini kule Posta, maeneo yote ya Ubungo, maeneo yote ya Temeke, wale wa Temeke wanaweza kupanda magari pale maeneo yoyote, waje Gongo la Mboto. Pale kuna kituo kipya Gongo la Mboto, pia pale makaburini ambapo mabasi yanageuzia. Pale kuna magari yanayokuja Mbezi yanapitia Ulongoni, wanaweza kupanda yale magari ya Mbezi Ulongoni, wakashuka kituo kinaitwa kwa Saidi ya Amadi pale. Ukishuka tu utaona banda wanauza chipsi, wanauza supu pale. Kuna kibao kinaonyesha wapi lipo, limeandikwa Faith Alive. Kuna kibao pale kwenye ile banda, au uliza mahali pale kwamba kanisa la Faith Alive au la muziki mkubwa, watakuonyesha nenda mahali pale. Ni kanisa linalofahamika. Au kishukia pale kituo kipya, vuka kuja huku Lelimu, kuna bajaji zinakuja kwa Limbanga. Unashuka mtaa wa vijana, panaitwa kwa Limbanga, mtaa wa vijana. Au kuna mnara pale upo, liko jirani na utasikia muziki pale, au kiuliza watakwambia shuka hapo bondeni. Askofu, kwa kumalizia ungewatajia na namba za simu ili kwa urahisi kabisa waweze simu ukitaka kufika petu, simu zangu au za kanisa. Kuna 0684901000.
Sawa sawa. Hapo utakuwa umekupata kabisa ese. Kanisa hili ni nzuri sana, nimebarikiwa na watumishi wa Mungu kutokana na huduma wanaoifanya ese. Lakini tuendelee kidogo ese. Nahitaji niwaambie wale ambao labda wanatoka Mbezi na maeneo mengine, unaweza ukafika Kinyerezi stand. Pale stand kuna bajaji au bodaboda ambao wanaweza kukuleta hapa kanisani kwetu. Ukipanda bajaji pale stand Kinyerezi, zinakuja kwa Alimbanga, maeneo fulani yanaitwa Makaburini. Pale unashuka, ukiuliza kanisa kwa Said Ahmadi ni wapi, wanakuonyesha pale, wanakuonyesha kanisa letu lilipo. Maeneo yote ni maeneo, utoke Mbezi shuka Kinyerezi, utoke Tabata shuka Kinyerezi, uliza zile bajaji au chukua bodaboda, sema tunaenda kwenye kanisa la Faith Alive au la muziki mkubwa au la mkaa wa vijana. Aise, au muziki mkubwa. Aise, mtumishi wa Mungu, kwa kumalizia kabisa, nataka utuambie huduma zako huwa zinaendaje? Natamani watazamaji wajue ratiba ya ibada. Safi. Sisi tunaanzia siku za katikati, tuna ibada siku ya Jumatano saa 10 hadi saa 12. Tunafundisha na kuchambua Biblia na kuuliza maswali mtu aielewe Biblia. Siku ya Ijumaa pia tunafika saa 10, tunakuwa na maombi na maombezi pia siku hiyo. Kama mtu ana shida tunamuombea, na kweli tumemuona Mungu. Sisi vitu kwa kuwa ni wewe fika tuone, leta shida yako, yupo Mungu anatenda kazi. Amina, amina, amina. Na pia siku ya Jumapili tunaanza saa 2:30 tunaanza maombi, saa 3 ni kipindi cha kuchambua Biblia kwa saa nzima. Ibada ya sifa na kuabudu inaanza saa 4 kamili mpaka saa 7 mwisho. Tunafanya maombi, leta shida yako popote ulipo. Tumemwona Mungu akifanya kazi pamoja nasi mahali hapa. Karibu sana. Asante sana. Mimi nimeijua ratiba yao vizuri sana ese. Ndugu mtazamaji wa Nonji TV, tunaendelea na askofu kwa muda mchache ambao tumemuiba kidogo, atupe mawili matatu. Aise, leo naambiwa kuna tamasha kubwa sana la kusifu na kuabudu mahali hapa. Je, unazungumzia nini kuhusiana na tamasha la leo? Kwa kweli sisi katika kanisa letu la Faith Alive tumejijengea msingi wa kumheshimu Mungu na kumwabudu mno. Tunatenga muda wa kusifu na kuabudu kwa viwango. Tunakuwa na matamasha, tunakuwa na mikutano ya Injili ili tu kuweza kupanga muda wa kuweza kusifu. Kanisa letu ni la sifa. Wewe ukifika kwa ibada utajionea mwenyewe. Karibu sana, niwakaribishe. Tunaanza saa 8 mpaka saa 12. Watu kutoka makanisa mbalimbali rafiki wanakuja kuungana nasi leo tukienda kusifu. Ni kipindi cha sifa, wala sio kwaya, ni sifa na kuabudu kwa viwango vya juu. Karibu sana. Asante sana. Sasa kwa kumalizia kabisa, kwenye kipindi hichi cha Safari ya Imani kupitia Nonji TV, waga tuna somo la siku au neno la siku. Tunaomba mstari wote kwenye Biblia askofu, ambao utawajenga wasikilizaji wa Nonji TV. Mstari wote, ili fungu lolote ambalo watazamaji wanaweza wakaishi nalo. Fungu ambalo lipo ninaweza kusema kitabu cha Yakobo sura ile ya 5. Biblia inaeleza kitabu cha Yakobo 5:16 pale mpaka 18 ni habari za imani. Biblia inasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa falsana, akiomba kwa bidii. Tunaambiwa kwamba Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii na mvua isinye na mvua haikunya, akaomba tena na mvua ikanya. Tunaamini kwamba Mungu anafanya kazi kama mtu uko kwenye imani ya kweli. Imani inatenda kazi. Mungu anasikia kwa watu wenye imani. Tujikite kwenye imani, tunakwenda kumwona Mungu akitenda mambo makubwa mno tukiwa na imani na haki. Tusije tukawa na imani ukaisahau haki. Haki ndiyo inayosababisha Mungu ajibu, Mungu aokoe, Mungu aponye. Kwa hiyo tujijenge kwenye haki. Kwa hiyo tukiwa na haki na imani, haki inainua viwango vya imani. Kwa hiyo tujikite kwenye mambo ya haki, tutende haki, na imani zetu Mungu anakwenda kujibu mambo makubwa. Basi ndugu mtazamaji wa Nonji TV, hili ni neno la siku kutoka kwa huyu mtumishi wa Mungu ambalo limetujenga na kutubariki. Endelea kutufuatilia katika tamasha hili, tutakuwa live kabisa tukilirusha hapa katika makanisa haya ya Live ya Faith Alive Church Kinyerezi. Asanteni na Mungu awabariki sana. Amina. Amina, barikiwa mtumishi wa Mungu. Asante sana.